katika maonyesho ya 8 kushiriki katika viwanja vyote katika nchi yetu, tukitoa elimu kuhusu shughuli zetu za taasisi, lakini pia tukitoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya mbolea pamoja na namna ambavyo wakulima wanaweza kunufaika na kilimo kwa kutumia teknolojia muhimu sana ya mbolea kwa ajili ya kuongeza tija. Ni sambamba na hiyo, mgeni rasmi, pia tuna viwanda vyetu ambavyo vinazalisha hapa nchini. Kuna jumla ya viwanda 48, viwili ni vikubwa ambayo moja ni Itracom, kingine ni Minjingu na viko vingine vya kati na vidogo. Kwa hiyo wameshiriki pia ili kuonyesha mbolea wanazozalisha ili wakulima waweze kununua kwa ajili ya kujiandaa na msimu wa 26-27. Karibu sana. Haraka, je, viwanda vyetu vinatosheleza kwa kiasi gani namna ambavyo hata agiza na mbolea nje? Naona kama ni tatizo kidogo. Ni kweli kwa mwaka ulioisha bado tulikuwa tunategemea 80% kwa mbolea za kuingiza. Yes. Lakini kwa sasa viwanda vyetu vya ndani vimeshajipanga. Kwa hiyo kwa vile vimeongezeka kutoka 5 mpaka 48, kwa hiyo tuna uhakika wataendelea kufikia ile capacity. Kwa hiyo kuna mahali ambapo nchi haitaagiza mbolea nje itafikia. Ndio lengo letu. Hapo mbeleni tuwe tunajitosheleza, tusitegemee mbolea za kuingiza kutoka nje. Kile cha Dodoma kinataka kuujuzi. Kiwanda cha Dodoma kinaitwa Itracom na chenye kinatengeneza mbolea mbalimbali ikiwepo za kupandia, kukuzia na kuzalishia au wanaita kununushia. Lakini pia wanazalisha mbolea hai, lakini pia na hizi za viwandani za kawaida. Lakini wale sana wanazalisha mbolea zinaitwa organo mineral. Zina organic na mineral zingine kwa ajili ya uzalishaji. Mbolea zingine zimeshakuwa katika eneo ambalo Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 ameweka nguvu kubwa budget wise. Nimekuwa na bahati na nilikuwa mbunge mara 2, nimeona bajeti ya kilimo ikienda juu sana. Kwa hiyo mimi naomba yale maono ya Mheshimiwa Rais na serikali yake, ninyi ambao ni watendaji, serikali haiwezi kufanya bila ninyi ambao mko chini. Naombeni muwasaidie wakulima ili mwisho wa siku kila mmoja apate furaha na faida ya kuwa Mtanzania. Naomba sana mfanye hivyo. Hilo ndio ombi langu kama serikali. Asante sana na Mungu awabariki sana.